Watu wengi nyakati hizi wamepoteza matumaini yao katika maombi. Hata wanapoenda kuomba, ndani ya mioyo yao hakuna tumaini la kupokea majibu ya maombi yao. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi sana wanapoenda kuomba hawaoni majibu ya maombi yao, hivyo mioyo yao imekata tamaa. Lakini Mungu amenituma kwa ajili yako nipate kusema na wewe kanuni ambazo amenifundisha kwa miaka 12 kwa habari ya prayer, na nimeziona unapoomba majibu kabisa unayapata. Natamani sana mimi na wewe tuwepo katika video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ninaamini ya kwamba leo hii unakwenda kuomba na kupokea majibu ya maombi yako. Kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe chaneli hii, alafu uwe sehemu ya chaneli hii kujifunza kwa habari ya maombi, imani na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Leo hii tunakwenda kujifunza maana nyingine ya maombi. Maombi ni kupeleka hoja zenye nguvu mbele za Bwana. Najua mwe kulisikia neno hili ya kwamba kupeleka hoja za nguvu mbele za Bwana, lakini leo hii ninaamini tunakwenda kujifunza katika namna ambayo ukinisikiliza mpaka mwisho, ninaamini ya kwamba unakwenda kuomba na kupokea majibu ya maombi yako, na hilo ndo ombi langu kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bible katika kitabu cha Isaya sura 41 na mstari 21 inasema hivi: haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Wakati Israeli ambao wamepotea kabisa katika miungu, Mungu anawaambia kwamba nyinyi mmechagua miungu yenu, leteni hoja zenu, leteni ushahidi wenu, leteni sababu zenu za nyinyi kuabudu miungu hiyo. Mungu anataka kwamba Israeli wampatie ushahidi, walete hoja, walete maneno yao ya kwamba kwa nini wamechagua miungu hiyo, na Mungu anawadhihirisha kwamba kwangu mimi ndo kuna msaada kamili. Sasa nini maana ya hoja? Hoja ni kupeleka hasa kitu ambacho unakifahamu, unakwenda kupeleka ushahidi au uthibitisho, au unakwenda kupeleka kama ushahidi wako, sababu zako, kwa nini unakiamini kitu hiko, au unatamani kitu hiko kifanyike kama vile unavyotaka. Sasa tunapoenda kwa Mungu, nini maana ya kupeleka hoja kwa Mungu? Ili leo hii unapoenda kwenye maombi yako upeleke hoja zenye nguvu. Natamani usikize kwa makini sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maombi yoyote ukipeleka hoja kamili, lazima maombi yako upokee majibu. Naomba unisikie kwa jina la Yesu. Kama leo hii ukijifunza kuomba maombi ya kupeleka hoja zenye nguvu mbele za Bwana, nikwambie wazi, majibu ni uhakika 100% katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu tunajifunza kwa watu ambao katika Bible waliomba na wakapokea majibu. Leo hii nisikize kwa makini katika jina Yesu. Kwanza kabisa natamani ufahamu maombi ya kupeleka hoja mbele za Mungu ndio ambayo yana majibu 100%. Na nini maana kupeleka hoja? Kupeleka hoja, kwanza lazima uwe unaufahamu, lazima uwe unaufahamu. Pasipo ufahamu huwezi kupeleka hoja. Huwezi ukaniambia kwamba una hoja, umesimama katikati ya watu wengi ukasema kwamba una hoja alafu hauna ufahamu, manake hoja zako zitakuwa hazina nguvu. Mtu asiye na ufahamu hawezi kuwa na hoja zenye nguvu. Ni mtu mwenye ufahamu pekee ndiye ambaye akienda kwa Mungu ana uwezo akasema, Bwana, nimekuja na hoja zangu zenye nguvu. Sasa ufahamu wa vitu gani? Ufahamu wa vitu vitatu. Cha kwanza, lazima ufahamu agano la Mungu. Cha pili, lazima ufahamu nini Bwana amesema. Cha tatu, lazima ufahamu nini Yesu Kristo amefanya pale msalabani. Ukiwa na ufahamu wa vitu hivi vitatu, ni kwambia ukienda kwenye maombi yako majibu ni 100% katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya! Nini Mungu amesema? Ukienda kwenye Bible kuna vitu ambavyo Mungu amesema moja kwa moja. Bible inasema kabisa Bwana amesema au Yesu amesema. Vitu hivyo kivisimamia kwenye maombi yako, mfano Yesu Kristo amesema ya kwamba ombeni kwa jina langu Baba atawapa. Unapokuwa unaufahamu neno hili na ukienda kwenye maombi yako ukaambia, Baba, umesema ya kwamba nikiomba kwa jina lako nitapata, na ukiamini ndani mwako ni kwamba unapata. Yesu Kristo amesema katika Mathayo 21:21 ya kwamba mkiomba lolote mkiamini mtapata. Ukienda kwenye maombi ukimwambia Yesu, nimekuja kuomba na naamini, na ukaamini ndani mwako, ukiomba unapata kwa jina la Yesu. Lakini pia kuna vitu kwenye Bible ni agano jipya
Agano letu ni la damu. Maanake unapofahamu kwa habari ya agano, hata unapoenda kwenye maombi ukisimamia katika agano la damu la Yesu Kristo, ya kwamba nimesogea mahali hapa mbele za Bwana ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, sio kwa sababu ya utakatifu wangu, sio kwa sababu ya matendo yangu. Nimesimama hapa kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, ni kwamba utakuwa na ujasiri wa kusogea mbele za Bwana, sawasawa na Ibrania 4:12. Ndio maana ukisoma katika Luka sura ya 14 mstari wa 9, kuna mtu alienda kwenye maombi, yule Farisayo akijihesabia haki zake, alikuwa afahamu kwa habari ya agano. Biblia inasema kwamba aliondoka akupokea majibu maombi yake. Lakini pia mwisho kabisa, lazima uwe unaufahamu kwa habari ya nini Yesu Kristo amefanya pale msalabani. Mfano, Biblia imeweka wazi ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unapoenda kwenye maombi ukiwa na ufahamu huo, na ukaenda kwenye maombi ukasema ya kwamba kwa kupigwa kwake naamini nimepona, na ukaamini kazi ya Yesu Kristo, nikwambie unapokea uponyaji wako. Biblia imeweka wazi ya kwamba Yesu Kristo alipoenda msalabani, alipofufuka, tulifurahi pamoja naye na tumeketishwa pamoja naye. Wapi? Efeso sura ya 1 inathibitisha mkono wa kuume wa Baba. Kwa unapoenda kwenye maombi ukiwa na ufahamu ya kwamba mahali ambapo Mungu amekuketisha ni mkono wa kuume wa Baba, na ukaomba ukiwa na ufahamu huo wa kazi ya Yesu Kristo alifanya pale msalabani, ni kwa majibu maombi yako ni uhakika 100%. Tatizo ni kwamba watu wengi wanaenda kwenye maombi wanalalamika kwamba wameomba miaka mingi, tumeomba miaka 5, miaka 6, miaka 10, lakini kwa sababu watu wengi wanaenda kwenye maombi wakiwa hawana ufahamu. Hawana ufahamu wa nini Mungu amesema, hawana ufahamu wa agano, wala hawana ufahamu wa kazi ya Yesu Kristo aliyofanya pale msalabani. Ukienda kwenye maombi hauna ufahamu wa vitu hivi vitatu ambavyo nimevisema, nikwambie ni kujichosha. Utaomba, utakata tamaa, utasema Mungu ajibu maombi, lakini kumbe ni kwa sababu Biblia imeweka wazi watoto wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni kwa sababu kuna maarifa umeyakosa, mwana wa Mungu. Nisikize mwana wa Mungu, katika jina Yesu Kristo lai, natamani nikupatie mifano ya watu ambao kwenye Biblia waliomba na wakapokea majibu. Natamani ujumbe wangu niumalizie hapo katika jina la Yesu. Please, kama bado hujasubscribe, subscribe tafadhali. Na kama upo na mimi, tafadhali tumalize ujumbe huu mimi na wewe katika jina Yesu, kwa sababu tunakwenda kuona watu ambao kwenye Biblia waliomba na wakapokea majibu maombi yao. Tujifunze kutoka kwao, tuone wao waliombaje na sisi tuombaje, namna gani walipeleka maombi ya hoja na wakapokea majibu katika jina Yesu. Mfano wangu wa kwanza kabisa ni Jehoshafati katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Fungua na mimi hapo Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Tunaona Jehoshafati anaenda kwenye maombi, anaomba Jehoshafati wa Pili 20. Kama tuanzie tu ule mstari wa 4. Yehoshafati anasema hivi: Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na kusema, akasema, Bwana, sikia sasa, Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu wa mbinguni? Sikia sasa hizo hoja. Kwanza anaonyesha namna ambavyo anaufahamu kuhusu Mungu. Anasema hivi: wewe utawala falme zote na mataifa yote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yoyote kusema kinyume chako. Si wewe Mungu wetu uliowafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wote Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Unaona hizo hoja? Soma hapa mpaka mwisho, mimi ni muda tu. Jehoshafati anampa Mungu hoja ya kwamba Bwana, wamekuja kwamba Wameuni, wamekuja wa Moabi, wamekuja wa Amoni ili watutoe katika nchi hii, lakini nchi hii ni wewe ambaye ulimpa baba yetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ni wewe ambaye Mungu ulisema ya kwamba nchi hii nimempa Isaka na Yakobo. Yehoshafati alikuwa anajua nini agano la Mungu aliloagana na baba yao Ibrahimu. Alikuwa anajua neno ambalo Mungu alimwambia Ibrahimu, alimwambia kwamba nchi hii nimekupa. Alikuwa na ufahamu. Hivyo alivyoenda kwenye maombi yake, Mungu anaipokea hoja yake. Mungu anatuma neno kupitia kwa nabii Zekaria, anaambia vita sio vya kwenu, sasa vita ni vyangu, kwa sababu mimi ndiye nilisema. Kwa sababu mimi nilisema nitashuka nipigane. Anashuka na wapigania. Mwana wa Mungu, lazima unaufahamu katika jina Yesu, ili vita yako uihamishe kwako, uipeleke kwa Bwana, ya kama Mungu ulisema.
tazama neno lako, tazama agano lako, tazama ile kazi ya msalaba uliofanya pale msalabani. Lakini mfano wa pili ni Nehemia. Mfano wa pili ni Nehemia. Fungua kitabu cha Nehemia haraka haraka, sura ya kwanza. Kitabu cha Nehemia sura ya kwanza. Nehemia anaomba, sura ya kwanza. Kwa sababu ya muda wangu nitakusomea mstari wa 4. Nehemia anaomba, anasema hivi, hata mstari wa 5, nikasema nakusii e Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake, ona sasa, na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayeomba mbele zako wakati huu mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo napoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda dhambi, maovu mengi juu yako, wala tukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako, na kuomba likumbuke neno lile. Sikia sasa anachokisema, na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko. Unaona, Nehemia anaenda kwa hoja mbele za Mungu, na anaenda kwa hoja akiwa na ufahamu. Kwanza anamwambia Mungu agano lako, pili anamwambia Mungu ulisema, ulimwamuru mtumishi wako Musa ya kama tukikosa utatutawanya. Ni kweli tulikosa na ukatutawanya kweli. Nehemia anaomba kipindi kwa Israeli wametawanyika, lakini ulisema tukikurudia utatukusanya. Tafadhali Bwana tukusanye. Mungu anayasikiza maombi ya Nehemia, anampa kibali kwa ule mfalme. Anapompa kibali kwa ule mfalme, Nehemia anaenda kuijenga yale malango, anakwenda kujenga kuta za Yerusalemu. Mwana wa Mungu, ni ufahamu. Muda wangu unitoshi, nenda kasome kitabu cha Danieli sura ya 10. Danieli kwa kuvisoma vitabu anamwambia Mungu, ulimwambia nabii Yeremia ya kama miaka ya ukomo ni miaka 70. Miaka 70 imefika. Danieli sura ya 9, miaka 70 imefika. Ukisoma ile sura ya 9 kuanzia sura ya kwanza mpaka mwisho, utaona Mungu anayasikia maombi ya Danieli. Kwa nini? Anamweka Mungu kwenye agano lake, anamweka Mungu kwenye neno lake, ya kwamba ulisema miaka 70, miaka 70 imekwisha kufika, nimesoma vitabu. Kusoma vitabu maanake alipata ufahamu. Mwana wa Mungu, ufahamu ukiwa nao wa agano la Mungu, wa neno la Mungu, nenda kusoma kitabu cha Matendo Mitume sura ya 4. Matendo Mitume sura ya 4, wakati Petro na Yohana wamekamatwa gerezani, wanapowaletea taarifa kanisa, kanisa inaanza kuomba. Kanisa kwenye maombi yao wanamwambia Mungu, ulimwambia baba yetu Daudi, ulisema ya kwamba Kristo atateswa. Ni kweli ameshateswa, limeshatimizwa. Sasa Bwana, nyosha mkono wako, wajalie watumishi wako wanene wako kwa ujasiri, ukitenda ishara miujiza kwa mkono wako. Nyosha mkono wako, ishara miujiza vifanyike kwa jina kwa mtumishi wako Yesu Kristo. Mungu anawajibu maombi. Mahali pale walipo panatikiswa, Roho Mtakatifu anawashukia, wananena neno la Mungu kwa ujasiri, neno la Mungu kwa ujasiri, na miujiza inatendeka. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na ufahamu wa agano, walikuwa na ufahamu na nini Mungu amesema, walikuwa na ufahamu wa kile ambacho Yesu Kristo amekifanya pale msalabani. Mwana wa Mungu, ni kuombe leo hii katika jina la Yesu, unapoenda kwenye maombi yako, tafadhali, kabla hata hujaomba, ndio maana huwa na washauri watu, na washauri sana ya kwamba kama muda wako wa maombi ni lisali moja, ni bora ugawe nusu saa usome neno, nusu saa uombe. Lakini kuomba lisali zima, Jumatatu umeomba lisali zima, neno umesoma dakika 10. Jumanne umeomba lisali zima, neno dakika 10. Jumatano umeomba lisali zima, neno dakika 10. Siku 7, mwana wa Mungu, unapoteza. Utakuwa unaomba na uoni majibu, kwa sababu unaomba pasipo ufahamu. Shika neno hili katika jina la Yesu leo hii. Unapoenda kwenye maombi yako, lazima ujue ufahamu wako. Yesu anasema kwenye Yohana 8:32 ya kwamba mtaifahamu kweli na ukweli utawaweka huru. Shika neno hili leo hii unapoenda kwenye maombi yako, ya kwamba ufahamu una nguvu namba 1 ili upokee majibu ya maombi yako. Ufahamu nini Mungu amesema,
ufahamu agano la Mungu, ufahamu kazi ya Yesu Kristo msalabani. Unapoenda kwenye maombi yako, tenga muda kuomba lisali moja siku Jumatatu, kuomba afu neno dakika 10, kuomba lisali moja Jumanne, neno dakika 10, alafu utajikuta siku zote 7 za wiki umeomba lisali saa, maanake umeomba masaa 7 katika wiki, umesoma neno dakika 10, dakika 70 katika wiki. Ni kwambia unapoteza. Kwa nini? Utakuwa unaomba bila ufahamu. Utaanza kulalamika ya kwamba nimeomba sioni majibu, nimeomba sioni majibu. Ni kwa sababu unaomba pasipo ufahamu. Ninakushauri ni bora leo hii katika lisali moja la maombi yako, nusu saa omba, nusu saa soma neno, nusu saa omba, nusu saa soma neno. Hiyo itakupa kuomba kwa ufahamu. Unapoomba kwa ufahamu kama kina Jehoshafati, kama kina Danieli, kama wanafunzi, ni kwamba majibu yako ni 100%. Leo hii unapoenda kuomba katika jina la Yesu, ninakuombea ukaombe kwa ufahamu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwana wa Mungu, natamani sana wakati huu nipate kuombea katika jina la Yesu. Lakini kabla hiyo, kama hujasubscribe, tafadhali subscribe chaneli hii, uwe sehemu kwa familia hii ya kujifunza kwa habari ya maombi, imani na Roho Mtakatifu. Baba, wabariki watoto wako. Naomba achilia ufahamu katika mioyo yao. Wanapoomba wakawe na ufahamu katika jina la Yesu. Ufahamu kwa habari ya agano lako, ufahamu kwa habari ya neno lako, wakajua unasema nini kwa habari ya mambo yao, wakajua unasema nini kwa habari yale ambao wanayaombea katika jina la Yesu. Ninakusie Bwana, fungua mioyo yao, wape ufahamu wa hali ya juu katika jina la Yesu. Na Bwana, wanapoenda kuomba saa hii, wakapokea majibu ya maombi yao. Ninakuombea wewe ambaye unaumwa saa hii, uzima ukaumbike ndani yako. Ninakuombea wewe ambaye kuna vitu vimezuiwa na giza, ninakuombea ukavipokee katika jina la Yesu. Nakuombea wewe ambaye inawezekana sasa unasumbuka kwa habari ya kazi, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya familia, kwa habari ya kuolewa, ninakuombea malango mbele yako yafunguke kwa jina la Yesu. Ninakuombea nguvu za giza ziachie maisha yako in the name of Jesus. Chochote ambacho adui shetani amekizuia kwenye maisha yako kikafunguliwa in the name of Jesus. Ninakuombea leo hii neema ya Bwana ikashuke mbele zako. Chochote ambacho umekiombea kwa muda mrefu, ukaombe na ukakipokea katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Tafadhali usikose ujumbe unaofuata. Kumbuka, rejesha matumaini yako katika maombi, kwa sababu Mungu anakwenda kujibu maombi yako kwa jina la Yesu. Amen.